Katika somo lililopita tuliona kopo la dhahabu ya mana kwamba kuhani hakuruhusiwa kula nyama patakatifu pa patakatifu, lakini pia zile huduma za kawaida za kila siku zile alikuwa anaruhusiwa. Nifundisho kwamba hata Yesu alipoingia patakatifu pa patakatifu, swala la ulaji wa nyama, jamii yoyote ya chakula ambacho hakitokani na udongo inatakiwa viwekwe pembeni. Watu wa Mungu wanatakiwa waangaliwe kwa ajili ya chakula cha wapi? Cha mbinguni. Kwa mnaweza kufanya mazoezi ya mbinguni hapa duniani. Leo tunaingia katika sehemu nyingine. Tuliona pia kuna kiti cha rehema. Kuna kiti cha nini? Cha rehema. Tusome Kumbukumbu ya Torati. Kumbukumbu ya Torati sura ile ya 29 na mstari wa 29. Neno la Bwana linasema, mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Kwa Mungu anasema kwamba mambo ya siri ni ya kwake, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi. Ni yetu sisi. Kwa kuna vitu ambavyo Mungu hafunua, kuna vitu ambavyo Mungu kaamua kukaa kimya. Lengo lake ni kwa ajili ya wokovu wetu. Kwa hapa tunakwenda kuangalia mambo ambayo Mungu kafunua. Yale ambayo Mungu hajafunua tusiyaguse, tusiyaguse. Tusome kitabu cha Kutoka 25, Kutoka 25 17 hadi 18. Kutoka 25 17 na 18 anasema, nawe fanya kiti cha rehema cha dhahabu safi, urefu wake utakuwa dhiraa 2.5 na upana wake dhiraa 1.5. 18. Nawe fanya makerubi mawili ya dhahabu, uyafanye kazi ya kufua. Katika hiyo miisho ya kiti cha rehema huku na huku. Fungu la 22 anasema, nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema, katikati ya hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda, katika mambo yote nitakayo kuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli. Kwa Mungu alimwagiza Musa atengeneze kiti cha rehema, atuweke juu ya sanduku la agano. Hiyo imefunuliwa kwenye Biblia. Akiweke juu ya sanduku la agano. Akasema kwenye fungu la 22, ataonana naye, atazungumza naye pale kwenye kiti gani? Kwenye kiti cha rehema. Sasa huyu ambaye anasema kwamba atazungumza na Musa, ataonana na Musa kwenye kiti cha rehema ni nani? Ni nani? Ni nani? Tusome Daniel 7:22. Daniel 7:22. Neno la Bwana linasema, hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa nini? Hukumu. Usome pia na Daniel 7 fungu la 9. Daniel 7 fungu la 9 anasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto,
na gurudumu zake moto wakao. Tusome pia na fungu la 13. Fungu la 13 anasema, nikaona katika njozi ya usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye. Kwa hiyo anaonekana anayeketi katika kiti cha enzi au kiti cha rehema. Daniel anaonyeshwa anaitwa mzee wa siku. Sasa huyu mzee wa siku ni nani? Huyu mzee wa siku ni nani? Tunaenda kwa yaliyofunuliwa. Huyu mzee wa siku ni nani? Huyu mzee wa siku ni nani? Ukisoma kitabu cha ujumbe wa awali, hiki hapa natumia hiki cha UPH. Ukisoma kitabu cha ujumbe wa awali ukurasa wa 86, ukurasa wa 86, haya ya kwanza kabisa inasema, kuna kichwa kinachosema mwisho wa siku zile 2300. Nabii wa Mungu anasema, niliona kiti cha enzi, na juu yake ameketi Baba na Mwana. Utasoma, fuatilia. Nabii anasema, niliona kiti cha enzi, na juu yake ameketi Baba na Mwana. Kwa anayeketi kwenye kiti cha enzi au kiti cha rehema ni Baba na Mwana, ni Baba na Mwana, ni Baba na Mwana. Sasa alivyoona hivyo, nabii alimuuliza Yesu. Kuna maelezo ya chini hapo, anasema nilimuuliza Yesu ikiwa baba yake alikuwa na umbo kama lake. Anasema hivi, nilimuuliza Yesu ikiwa baba yake alikuwa na umbo kama lake. Alisema alikuwa nao, lakini sikuweza kuona, kwa maana alisema, kama ungeona mara moja utukufu wa nafsi yake ungekufa. Kwa nabii aliona kiti cha enzi, juu ya kiti cha enzi ameketi Baba na Mwana. Hiyo imefunuliwa, iko wazi, Baba na Mwana, Baba na Mwana. Sasa nabii akamuuliza Yesu kwamba baba yake ana umbo kama lake. Yesu akamjibu, ndiyo, ila huwezi kumwona, ukimwona akufa. Sasa tusome na Timotheo kwanza 6 mstari wa 15, anasema, ambaye yeye kwa majina yake atakudhihirisha, yeye aliyeinuliwa, mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumwona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Amina. Kwa nabii yuko sahihi kabisa, anaeleza kwamba huyu mzee wa siku yupo kwenye nuru isiyoweza kufikika. Akasema hakuna aliyemuona wala awezaye kumwona. Kwa Biblia imesema imefunua wazi, imefunua wazi. Sasa huyu mzee wa siku ambaye nabii kwenye kitabu hiki alimuuliza Yesu kwamba baba yako, sawa, anaomba kama wewe ni na. Sasa
huyu mzee wa siku ni nani? Yeye ni nani? Yeye ni nani? Tusome kitabu cha Yohana 8 fungu la 40. Yohana 8 fungu la 40. Yohana 8 fungu la 40, neno la Bwana linasema, anasema, lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli, niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Hiyo ni Yohana 8 fungu la 40. Tuseme na fungu la twende mpaka 42, anasema, ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Yesu akamwambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana analitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenipeleka. Yeye ndiye aliyenipeleka. Twende mstari wa 54. Anasema, Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Sasa huyu mzee wa siku, Biblia inamwita ni Mungu. Inamwita nini? Ni Mungu. Kwa hiyo na mazungumzo kati ya Yesu na hawa marabi walikuwa wanasuguana. Yesu yeye anajielezea kwamba yeye ametoka kwa Mungu, na wao wanasema hapana, wewe hujatoka kwa Mungu. Sisi tunaye baba mmoja ambaye ni nani? Mungu. Kwa huyu mzee wa siku yeye ndiye Mungu. Kwa hiyo kwenye kiti cha enzi anaketi Mungu ambaye nabii aliona ameketi Baba, ameketi na Mwana. Sasa huyu Baba Biblia ndio inamtambua kama nani? Kama Mungu. Inamtambua kama Mungu. Kwa hiyo ujumbe wa malaika watatu inatuelekeza katika chumba cha patakatifu pa patakatifu, ambapo nabii alionyeshwa kwamba ule ujumbe watatu, malaika wa yule watatu inaelekeza patakatifu pa patakatifu. Na kwenye patakatifu pa patakatifu kuna kitezo cha dhahabu, tuliona kuna nini? Sanduku la agano. Juu ya sanduku la agano kuna kiti cha rehema au kiti cha enzi. Nabii alioneshwa katika maono, alichukuliwa katika roho, akaoneshwa kwamba juu ya kiti cha enzi anaketi Baba na Mwana. Huyu Baba hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kufikika. Hakuna aliyemwona, hakuna aliyefanyaje? Aliyemwona. Kwa hiyo leo tumejifunza somo hili kwamba juu ya kiti cha enzi kuna Baba, kuna Mwana. Somo lijalo tutaangalia uhusiano uliopo kati ya hawa walioketi juu ya kiti cha enzi. Uhusiano kati ya Baba na nani? Na Mwana ukoje? Basi Mungu akubariki. Karibu tena kwa siku nyingine, Bwana atupatie nafasi.